Wananchi wa wadi ya Tunguu wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja wamepata unafuu katika huduma za afya baada ya kukabidhiwa ambulensi ya kisasa itakayowasaidia kuwahudumia wagonjwa hususan wanaohitaji matibabu ya dharura. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano, mwakilishi wa jimbo la Tunguu, Simai Mohamed Saidi, amesema utoaji wa ambulensi hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zake ya kuendelea kuboresha huduma za kijamii kwa wananchi na kushirikiana na serikali katika kuimarisha sekta ya afya. Alieleza kuwa pamoja na juhudi za serikali za kujenga na kuboresha hospitali pamoja na vituo vya afya Unguja na Pemba, bado usafiri wa dharura ni huduma muhimu inayookoa maisha ya wananchi wanaohitaji kufikishwa hospitalini kwa haraka. Mwakilishi huyo amesema tayari amepokea maombi kutoka kwa viongozi wa wilaya pamoja na diwani kuhusu mahitaji ya wananchi wa visiwa cha Uzi, akiahidi kuwa atafanyia kazi kulingana na uwezo uliopo. Aidha, alisisitiza kuwa ataendelea kuangalia mahitaji ya wananchi katika sekta ya afya, elimu, maji na huduma nyingine za kijamii. Katika hatua nyingine, alibainisha kuwa ambulensi hiyo ni ya 3 kutolewa katika wadi alizohudumia, huku gari nyingine likiwa limetolewa kwa ajili ya kusaidia sekta ya elimu na kufanya jumla ya magari 4 yaliyotolewa katika mkoa huo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufika hapa leo. Leo ni katika siku moja muhimu, katika moja ambayo ahadi ya kuitimiza kwa wananchi katika kuleta unafuu katika wadi yetu ya Tunguu ili kuwapatia gari ya wagonjwa. Wengine wamenihoji kwamba kwa nini umeleta gari sio ambulance na kwa nini gari hii umeita ambulance wakati haina mambo mengine. Lengo kubwa ni kuisaidia serikali na kuleta unafuu kwa wananchi kwa ajili ya kutimiza au kuweza kuwasaidia kuweza kufika kwa haraka katika maeneo ya kupata huduma za matibabu kama ni hospitali. Kwa mara nyingi kwa visiwa vyetu Unguja na Pemba, hospitali kwa mujibu wa utaratibu tuliojiwekea kwa upande wa serikali unakuta kuna kilomita 5 au chini hapo. Lakini sasa pia tuna hospitali ya wilaya katika wilaya zetu tofauti. Wilaya Kati tunasema kitu gani kule sasa hivi, lakini pia na Mwanapongwe. Kwa lengo kubwa ni kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kufika kwa haraka pale wanapohitaji huduma. Naamini serikali italeta zile ambulance ambazo zenye hadhi na za kisasa. Sisi kwa upande wetu kwa niaba ya wananchi ambao ni mbunge na mwakilishi, tunatimiza ahadi yetu kuleta unafuu kwa wananchi. Na mimi nimefurahi sana leo pia tayari nimepokea maelekezo kutoka katibu wa wilaya pamoja na maombi kutoka diwani kwa upande wadi ya Bungi. Wanataka pia nao kwa upande wa kisiwa cha Uzi niweze kusimamia hilo kitu. Kwa maombi hao tayari nimeyapokea na tutaangalia na tutazingatia. Na tutazidi kuangalia katika maeneo ya jimbo la Tunguu, katika maeneo tofauti. Sio lazima tuende kwa wadi. Tutazingatia mahitaji ya watu na umuhimu wa huduma ambayo itaweza kuwasaidia wao kutokana na mazingira ambayo watu wanaishi. Kwa sitakwenda kwa kuangalia shehia, tuna shehia 13 na wadi 3. Kwa tutaangalia mahitaji ya wananchi kutokana na mazingira yao walivyo, ikiwa katika sekta maji, ya afya na maeneo mengine. Kwa hiyo tunashukuru sana na nipongeze sana katibu wa wilaya kwa kuweza kufika na kupokea gari hii ya kuwasaidia wananchi wetu wadi ya Tunguu kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Mpaka sasa hii itakuwa ni gari ya 3 kwa wadi 3, lakini pia nimeshachangia gari huko nyuma kwa ajili ya kuwasaidia mkoa wetu katika masuala ya elimu. Kwa hii sasa itakuwa ni gari ya 4 katika mkoa wetu. Na inshallah ikifika 2030 tutakuwa na gari kama 10 za kuwasaidia wananchi wetu kutupata hizo huduma za afya na elimu kwa pamoja. Kwa upande wake, katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kati, Omar Justin Morris, amepongeza mwakilishi wa jimbo hilo kwa juhudi zake za kutekeleza ilani ya CCM kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo inayonufaisha wananchi. Omar Justus Morris, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kati Unguja. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tunampongeza sana mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Tunguu kwa jitihada zake za utekelezaji wa ilani wa CCM, maana huu ni utekelezaji wa ilani. Anafanya utekelezaji wa ilani kwa vitendo. Tunamshukuru sana mheshimiwa mwakilishi na jitihada zake tumeziona. Kama kweli mwenyewe alivyozungumza, hii ni gari ya 4, lakini tumemuomba katika yale maeneo ya vijijini ambayo watu ni shida kuja hospitali na maeneo mengine, tumemuomba pia wafikirie nao awapatie hiyo misaada. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwa dhati tunampongeza sana mheshimiwa mwakilishi kwa utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi, lakini hivyo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tutampa mashirikiano yote. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tutampa mashirikiano yoyote anayohitaji kutoka katika wilaya yetu. Kwa hayo machache nasema kidumu Chama cha Mapinduzi, lakini namshukuru sana, asante sana, kidumu Chama cha Mapinduzi. Naye diwani wa wadi ya Tunguu amesema kupatikana kwa ambulensi hiyo kumemaliza changamoto ya muda mrefu ya ukosefu wa usafiri wa wagonjwa
huku akieleza kuwa hapo awali walilazimika kutumia magari ya kawaida, hali iliyokuwa ikihatarisha utoaji wa huduma za dharura hasa kwa wajawazito na wagonjwa mahututi. Diwani huyo aliahidi kuwa wananchi na viongozi wa wadi hiyo wataitunza ambalesi hiyo na kuhakikisha inatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Tumefurahi pamoja na wananchi wa wadi ya Tunguu kwa kuweza kupokea leo hii gari kwa ajili ya kuweza kutoa huduma katika eneo la wadi ya Tunguu. Na kama alivyokwisha kutangulia wenzangu kusema kwamba wadi ya Tunguu kulikuwa na changamoto za gari ya huduma ya mwanzo, na leo tumepata hii, tumefurahika na tumeridhika. Na kwa kweli tuseme wazi kwamba mwakilishi pamoja na mbunge wetu kwa kweli wanajitahidi sana katika hili, wameweza kufanya makubwa kwenye hili. Hii gari yake ya 4 inatoka imefika leo wadi ya Tunguu. Mimi kama diwani wa wadi hii ni waahidi pamoja na wanachama na wananchi wa wadi ya Tunguu kwamba gari tutalitunza, tutaliweka vizuri, lakini tutahakikisha lile lengo lilokusudiwa basi linafikiwa. Na kwa kweli mpaka sasa hivi bado niseme pamoja na hospitali zipo maeneo ya karibu yasiyozidi kilomita 5 kwa pande tofauti, lakini kuna changamoto kwa kina mama huko ndani, pengine kujifungulia au kupata huduma za dharura za usiku. Na hii ilikuwa inakuja hata kwenye gari yangu mie ya kawaida tulikuwa tunaitumia, lakini sasa tumepata gari kama tunavyoiona, ndugu waandishi wa habari, gari nzuri, gari mpya yenye thamani ya kupendeza. Wananchi waliohudhuria katika hafla hiyo walitoa shukrani zao kwa mwakilishi wa jimbo hilo, mbunge pamoja na wadau waliochangia kufanikisha upatikanaji wa ambalesi hiyo, huku akisema hatua hiyo itarahisisha upatikanaji wa huduma za afya na kuokoa maisha ya wananchi wengi. Pia walitoa wito kwa viongozi wengine kuendelea kuwekeza katika miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi, hususan katika sekta ya afya, elimu na huduma nyingine za msingi. Naitwa Salha Shali Ali, mkazi wa Ubago katika jimbo la Tunguu. Tunamshukuru mheshimiwa mwakilishi kwa kutuletea gari hii kwa ajili ya kutusaidia. Kuna changamoto nyingi ambazo tulikuwa tunapitia, wananchi wanapitia changamoto hasa wajawazito wanapotaka kwenda kujifungua, inakuwa usumbufu kupata gari, lakini kwa sasa hivi ameturahisishia kutuletea gari, itatusaidia kwa asilimia kubwa kuondoa zile changamoto ambazo tulikuwa tunapitia. Ule ugumu uliokuwa tunaopata mwanzo sasa hivi utakuwa umeondoka kwa asilimia fulani. Kwa hiyo tumpe hongera na tunamshukuru sana kwa kipindi hichi ambacho amekaa katika uongozi wake na kutufikiria kutuletea usafiri. Majaliwa Suleiman Bwai, kutumia tawi la Binguni. Ndio. Nashukuru sana viongozi kutufanyia mambo kama haya ya kimaendeleo. Na tunaomba na viongozi wengine waliobakia, wabunge, wawakilishi wako wengi, watufanyie na mipango kama hii kwenye matawi, tuwe tunakuwa nao pamoja vizuri. Kuna wabunge, wawakilishi, vitu maalumu. Tunashukuru sana. Na nitakuwa hakuna mtu kama lazima chama fulani gari hii tutakuwa tunatumia kwa sote. Yoyote yule gari itakuwa natumia, hakuna matatizo. Nashukuru sana. Namshukuru sana ambao hii gari ya 4. Sauki ya mkoa imepata elimu, apata na hii kwenye wadi zetu 3, kwa hivyo tunamshukuru sana. Kama mtu kama hiyo kwenye wadi yetu ilikuwa gari hatuna. Lakini sasa alhamdulillah na sisi wadi tumeipata. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP